Ibu orangnya gimana? Dan gue bukan sayang sebagai seorang saudara. Kamu yakin? Karibu tuendelee na simulizi hii. Tunaanza sehemu ambapo Feri baada ya kuwa amevunjika moyo sana kwa ile habari iliyosambazwa kwamba yeye ni mtoto wa nje ya ndoa kwa mzee Joan, binti alienda moja kwa moja katika kituo ambako alikolelewa. Akiwa huko anabembelezwa na Miss Ida, akawa amefika hapo jamaa mmoja akajitambulisha kwa jina la Andrea Grada. Mshikaji akajitambulisha kwamba yeye ndiye baba harisi wa kumzaa Feri. Watu wote wakawa wameshangaa, ikabidi mshikaji aanze kujielezea. Andrea akatoa picha mbili, moja ni ya yeye akiwa amesimama na mama yake Feri na nyingine ni Andrea akiwa amembeba binti Feri. Miss Ida akasema kwamba huyu ndiye mwanamke ambaye alikuleta na kukuacha kwenye hichi kituo ukiwa mtoto mdogo, huyu akiwa anamaanisha kwamba huyu ndiye mama yake mzazi kweli wa kumzaa Feri. Andrea akasema kwamba wakati huo mama yake alikuwa na afya mbaya sana, na pia familia yao ilikuwa na shida kubwa sana ya kifedha, hakukuwa na pesa ya kula wala kunywa. Waliamua kuja kumwacha kwenye hichi kituo ili wao waende kuhangaika huko, watakapopata kitu chochote waliamini siku moja watarudi kumchukua binti yao, lakini haikuwezekana. Mama yake alifariki dunia, na baada ya mama yake kufariki dunia, huyu mzee anasema kwamba alivunjika moyo, hakuweza tena hata kumkumbuka mtoto wake wala hata kumtunza. Jamaa akawa ameomba msamaha sana kwa mtoto wake, akakiri kwamba linamuumiza sana anapokumbuka kwamba alishindwa kuja kumhudumia mtoto wake katika kituo hiki wala hata kuja kumchukua. Leo hii amefika hapa binti akiwa tayari amekwisha kujitambua. Jamaa anasema kwamba nimekusanya ujasiri wa kutosha na kwa sasa nimekuja kukuchukua binti yangu, niko tayari kwenda kukuhudumia. Akawa amemuuliza Miss Ida kwamba je, kuna mtu yoyote ambaye amekuja kumchukua Feri na kumfanya familia yake? Miss Ida akasema kwamba kuna familia moja ya mzee Joan, anamaanisha kwamba ilitaka kumchukua Feri, lakini karatasi za mambo ya kisheria bado hazijakamilika kwa sababu Feri alikuwa hajakubali kukaa kwenye hiyo familia. Mr. Endra akasema kwamba kwa sasa hana haja ya kuforce wala kufanya kitu chochote. Akamwambia Feri kwamba kama utaamua kwenda kuishi pamoja na mimi, baba yako mzazi wa kukuzaa, sawa. Kama utaamua kwenda kuishi na hiyo familia ambayo imejitolea kwa ajili ya kuja kukuchukua kwenda kukulea, sawa, maamuzi nimekuachia mikononi mwako. Jamaa akasema kwamba kwa sasa amejipata anaishi sura baya. Binti Feri akashindwa kutoa maamuzi wakati huo, akasema kwamba anaomba apewe muda afikirie vyema. Upande wa vijana wanne wa mzee Joan baada ya kufika nyumbani moja kwa moja wakaenda kuvaa mzee. Feri yuko wapi? Ulikuwa unajua hiki kinachoendelea, si ndio? Habari hizi ni za ukweli? Mzee Joan akasema hapana, hizi habari sio za kweli. Nimemchukua Feri kwa sababu lilikuwa ni ombi la mwisho la mama yenu kabla hajafariki dunia. Watoto anaamini kabisa huyu mzee, huyo mtoto Feri atakuwa ni mtoto wake wa nje ya ndoa, kwa sababu huko nyuma Raga anakumbuka aliwahi kumfuma mzee wake akiwa na piskari. Kumbe mzee kipindi hicho alikuwa na mpango wa kuoa mwanamke mwingine baada ya baba hao kuwa amefariki, lakini mzee baada ya kugundua kwamba amewakosea watoto wake, na Raga alitishia kuondoka kabisa kwenye hii familia ili aende mbali kwenda kuishi huko, lakini mzee akawa amekiri kwamba amefanya makosa na hata kaa aoe, na ndio maana huyo mzee mpaka sasa hivi ni single baba. Mzee akawa amekumbusha tukio hilo akiwa anawaambia kwamba hii inaonyesha jinsi gani ambavyo yeye anawathamini sana watoto wake na anawapenda kuliko kitu chochote. Muda wote anatamani watoto wake wawe na furaha. Feri hakuwa mtoto wake wala sio mtoto wake, lakini ni ombi la mke wake, ndio maana anahitaji binti katika familia yao. Vijana baada ya kuona hivyo wakawa wamegundua kwamba zile habari ni za uongo na wamemkasirikia Feri bila sababu ya aina yoyote. Mzee Joan akajaribu sana kumpigia simu Feri, lakini binti hakupokea simu ya mtu yoyote. Upande wengine sasa, kwa binti Chloe, yeye hizi habari hakujua kama kweli zingeweza kuharibu taswira na sifa ya mzee Joan kutokana na kashfa ya kwamba ana mtoto haramu. Hili jambo liliendelea kumgharimu sana mzee Joan. Joan akawa amepokea simu kutoka kwa meneja wake, huyu jamaa anaitwa Rama. Rama akasema kwamba kuna hasara kubwa sana ambayo imepatikana baada ya hizo habari kuwa zimesambaa. Hili jambo linaonekana linaendelea kumwangusha kiuchumi mzee Joan. Mzee Joan akaamua kusema kauli ya kibingwa, akamwambia kwamba Rama, toa tamko, elezea kila kitu, waambie watu ukweli, japo hii pia ilikuwa ni riski kubwa, lakini akaamua kufanya hivyo. Upande wa watoto wa John, wao kila mmoja kwa wakati wake wakawa wanamtumia meseji za kuomba radhi wakimtaka arudi nyumbani, lakini binti hakujibu meseji ya mtu yoyote. Feri akiwa hapo akaona notification moja hivi imeingia kwenye simu yake. Baada ya kufungua akaona kuna picha yake moja imepandishwa kwenye mitandao ya kijamii huko na watu wanatoa maoni mabaya sana kuhusiana na yeye. Hili jambo likamfanya binti aingie na huzuni kubwa mno. Akaanza kuangalia namba ya mzee Andrea. Binti mara moja akawa amejiandaa na akawa ametoka hapo.
Miss Ida akawa amemuuliza unaenda wapi? Feri akasema kwamba na kwenda katika nyumba ya mzee Joan kwenda kuchukua kilicho cha kwangu, nahitaji kwenda kuishi na baba yangu mzazi. Miss Ida akawa amefurahi uamuzi wa binti kwa sababu yeye muda wote yuko upande wa binti huyu. Binti akiwa hapo akawa amepokea simu kutoka kwa Raga. Raga anasema kwamba nyumbani huko hamna mtu yoyote, mimi niko huku gereji, unaweza kuja huku? Binti akasema sawa, hakuna shida. Kweli binti baada ya kutoka hapa moja kwa moja akaenda kuonana na Raga. Raga akawa amefurahi sana baada ya kuwa amemuona Feri kafika hapo. Mshikaji akawa ameomba radhi kwa kile kitu kilichotokea. Binti hakuwa na noma kabisa ndani ya moyo wake, akawa amemsamehe kabisa huyo mshikaji. Feri akamwambia kwamba pia nina habari nyingine, kwa sababu nilipokuwa katika kituo cha watoto yatima baba yangu mzazi amefika hapo, yani baba amerudi. Kitakachohitajika kwa sasa, itabidi nihame kutoka kwenye kituo cha watoto yatima, pia itabidi nihame kutoka kwa mzee Joan. Ninahitajika kuhamia kwa baba yangu mzazi, anaishi Surabaya. Hili jambo likawa limemshtua sana Raga. Sasa akawa ameshindwa kabisa kukaa mbele ya Feri, akawa ametoka hapo akaenda pembeni kidogo. Mwanaume aliona kabisa hapa chozi linaweza likanidondoka mbele ya piskari. Baada ya kuwa amejitutumua akawa amerudi kwa Feri, akawa amempongeza tu kwa hiyo hatua, japo ndani ya moyo wake alikuwa anaumia, alikuwa na huzuni sana, lakini atafanya nini sasa? Raga akaamua siku hiyo kujitolea kumfundisha Feri kuendesha gari, kwa sababu binti anafaa kujua kuendesha gari mpaka umri huu. Yani sio nyinyi wengine mkishakuwa tu mpaka umri huu mnachojua kuendesha mahusiano tu. Siku iliyofuata vijana wote wakawa wamekusanyika kwa ajili ya kumwaga binti. Binti anaondoka kwenda kuanza maisha mengine mapya kwenye familia yake huko. Yeye akamwambia kwamba kaka mkubwa Raga, huwezi kufanya kitu chochote kumzuia Feri. Raga akasema kwamba haya yote ni maamuzi ya Feri mwenyewe, siwezi kufanya chochote. Baada ya kumwaga Mr. Joan pia na yeye akawa amefika hapo. Feri akawa amemshukuru kwa moyo wake wa upendo sana huyo mzee, amemlea na kumjali kama mtoto wake wa kumzaa. Mzee akawa amekubali maamuzi ya huyo binti, japo ndani ya moyo wake ulikuwa unauma kwa sababu hakuwa tayari kabisa kumwacha huyo binti aende mbali na yeye. Punde sio punde baba yake Feri akawa amefika hapo kumchukua binti yake. Mzee Joan akawa amemkabidhi Feri na akasema kwamba tafadhali mtunze binti huyu. Baba akawa amesema kwamba sawa, nitalifanyia kazi jambo hilo. Akawa amepakia mizigo kwenye gari. Feri akawa ameondoka kwenda kuanza maisha mapya na ukurasa mpya katika maisha yake. Maisha ya upweke kwenye familia ya mzee Joan yakaanza. Binti kaondoka, vidume hawana raha, wamepoteza kabisa amani kwenye hii familia. Wote wanamuwaza Feri tu, familia nuru imetoweka kabisa. Lakini sasa kwenye kuwazawaza, washikaji wakawa wametambua kwamba Raga ni kama kapoteza sana furaha kuliko wao. Wakawa wamejua kabisa huyu mshikaji anampenda Feri, lakini hajawahi kusema. Sasa hebu tuangalie maisha ya Feri huko alikoenda na mzee Andrea. Feri alijua moja kwa moja atakuwa ameenda Surabaya. Binti anakuja kuamshwa, amepelekwa sehemu fulani hivi kwenye vila. Mzee akamwambia kwamba hii ni surprise, tukae kwanza hapa vacation kwa siku kadhaa, nina kazi ya kufanya kwenye huu mji kabla sijaondoka. Binti akawa amekubali kwa sababu ni siku hiyo imefanywa kuwa special sana kwake, ili waendelee kufahamiana, wajuane vizuri kama mtu na baba yake. Wakiwa ndani wakala kwa upendo mkubwa sana, na Feri akawa amemuuliza huyu mzee kuhusiana na mama yake, lakini Andrea akasema kwamba hawezi kabisa kuzungumzia kuhusiana na mama yake Feri kwa sababu atamuumiza, yani atamtonesha kidonda chake ambacho tayari kimekwisha kuanza kupona. Akamwambia kwamba huu muda ni utumie mimi na wewe sana. Basi wakawa wamepiga stori sana. Baada ya muda Feri akawa ameenda ndani kwenye chumba chake, kuna maua kwenye kitanda. Alo, mambo ya malavidavi haya, mtu na mtoto wake. Binti akawa amekumbuka kwamba hana simu yake. Baba akawa amesema kwamba pengine simu yako umesahau kwenye gari, lakini nisingependa sana uwe makini sana na simu kuliko kuitazama siku hii kwa upendo na furaha. Mzee akamwahidi kwamba simu yako nitakuletea kesho asubuhi, hivyo wewe pumzika, enjoy za siku. Binti akawa amekubali, hakuwa na noma. Sasa kumbe binti ndani ya begi lake alikuwa na ile simu ambayo alipewa na Raga, tuliona katika wakati uliopita kule. Kwa hiyo akawa amechukua na akaanza kuitumia. Asubuhi iliyofuata akawa amepiga picha ya mlima ambao unapatikana katika huu mji na akawa amemtumia Raga. Sasa Raga wakati wanapiga story, Raga anaenjoy kinoma akipata message kutoka kwa binti Feri. Raga akawa amemuuliza, mbona huu mlima ni kama bado huko kwenye huu mji? Binti akamwambia kwamba bado sijaondoka kwa sababu baba amenipeleka vacation, tutakaa hapa kwa siku kadhaa then tutaenda Surabaya. Basi Raga akawa amemtakia heri binti aenjoy, hayo ndo maisha mapya. Baadaye baba akiferi akawa amefika hapo, akamwambia kwamba kama utahitaji kwenda kuogelea utaenda kuogelea, wafanyakazi wangu watakusaidia kwenye kila kitu, kuanzia msosi na kila kitu. Sasa kwenye kumtazama akamwona binti kashika simu, akamuuliza, hii simu ndo ile ambayo imepotea, umeipata? Binti akasema hapana, hii huwa siitumii. Basi mzee akawa ameaga tu kishingo upande, akawa ameondoka. Lakini baada ya kutoka nje, kuna vijeba wawili hapa walinzi, akawa amewaachia maagizo akiwaambia
akamwambia kwamba wamchunge sana Feri kila hatua ambayo anaifanya, hususa zaidi ni kuhusiana na simu. Yoyote atakayezungumza naye kwenye simu, mzee akawa ameondoka. Hapa kuna baba kweli ama kuna nini hiki? Upande wa familia ya Joan, Raga akawaambia wenzake kwamba Feri mpaka sasa bado hajafika Surabaya, hajaenda, yuko vacation na baba yake. Wengine wakawa wamefurahi, lakini sasa kwa upande wa baba hao, yeye akaanza kuwaza mambo mengine kabisa. Baada ya kutoka hapo, akawa amempigia Rama, akamuhitaji kujua zaidi kuhusiana na taarifa za baba yake Feri. Mzee ameanza kuingiwa na wasiwasi, anasema kwamba ana hisia mbaya sana kuhusiana na huyo mtu. Inawezekanaje mzazi kumtelekeza mtoto wako kwa muda wa miaka 16 kwenye eneo la kulelea watoto yatima, na kwa sasa unarudi kuja kumchukua kirahisi tu? Anahisi kabisa kama kuna jambo jingine limefichika kwenye hichi. Akamwomba Rama afuatilie zaidi ili ajue kuhusiana na huyu mzee anayejiita baba yake Feri. Kweli baada ya uchunguzi wa kina, majarada yakawa yameletwa hapa kuangalia vizuri. Inaonyesha ni kweli Andrea ni baba yake mzazi wa Feri. Hili jambo mzee Joan ilikuwa ni gumu sana kuliamini, pengine labda ni kwa sababu anampenda sana Feri kama mtoto wake. Upande wa vijana, Raga akabaradishwa na wenzake, wakamwambia kwamba wewe, tunajua unampenda Feri, lakini kwa nini hujamwambia hisia zako? Mpaka sasa hizi anataka kwenda Surabaya huko, kwa nini? Mshikaji akasema kwamba atajitahidi kufikisha huo ujumbe kabla binti ajiondoka kwenda Surabaya. Mshikaji kweli akawa amejiandaa kwa ajili ya hiyo safari, na ndugu zake hususa Jordan kamsimamia kabisa Raga aende akapambania hilo jambo. Upande wa binti Feri, baada ya kutoka ndani, anashangaa kama kuna walinzi wanamfuata kokote anakoenda. Akawauliza washikaji, akasema kwamba hiyo ni amri ya baba yako, sisi tuko nyuma yako muda wote. Akawa ametoka hapo kwenda kupigwa upepo huko. Binti hakujua kwamba Raga alikuwa anakuja kumuona. Binti sasa kwenye kupiga stori na Raga hapo kwenye simu, akamwambia kwamba najua unaendesha gari, kama ungeweza ungekuja moja kwa moja hapa kuniona. Binti akaongea hili jambo kama utani, lakini Raga hakumwambia kwamba alikuwa njiani anakuja huko. Binti kweli akawa amemtumia anwani ya sehemu alipo. Sasa ngoja kwanza turudi kwa mzee Joan. Baada ya kusoma nyaraka zote za Andre, akajua kabisa kweli huyu jamani baba yake Feri. Mzee akajua kabisa hapa hana cha kufanya. Akawa ametoka hapo moja kwa moja na kwenda kwenye makaburi kwenda kuzungumza na marehemu mke wake. Akiwa huko akamwambia mke wake kwamba ameferi kuleta binti kwenye familia yake. Binti Feri ambaye alimpenda amekwenda kuishi na familia yake. Sasa wakati anatoka makaburini hapa, mzee kwenye kupepesa macho yakawa ameangukia sehemu ambapo kuna jina ambalo ni kama analijua. Baada ya kulisoma vizuri, akaona jina limeandikwa Andrea Simatupang. Alizaliwa 1975 na amefariki 2010. Sasa hili jina liko limemtia wasiwasi, ni kama jina linafanana na jina la baba yake mzazi na Feri. Akampigia Rama mara moja, akamuuliza, Rama, una uhakika Andrea Gerardo bado yuko hai ama amekufa? Kwa sababu wao taarifa walionayo ni kwamba Andrea ni baba yake Feri, lakini hawajui kama yuko hai ama amekufa. Hivyo mzee akawa maagiza ufanyike uchunguzi wa kina, watambue hilo jambo. Mzee bado ana wasiwasi sana kuhusiana na huyu jamaa anayejiita baba yake Feri. Upande wa Raga kweli mshikaji wakawa amefika hilo eneo Feri sehemu alipo. Baada ya kufika hapo, anashangaa kuona kama mbona kama binti analindwa sana, imekuwaje? Jamaa kwenye ukimya akawa amempigia binti simu. Binti hakuweza kupokea simu mbele ya hawa jamaa, akawa amerudi ndani. Akiwa ndani ya nyumba, Raga pia kwa siri anafuatilia tu, anajiuliza haya mambo yamekuwaje tena. Mara akasikia kama kuna mtu karuka ukuta huko. Kwenye kutazama vizuri, kumbe ni Feri kafika hapo. Mara moja wakawa wamekumbatiana, hawajaonana kwa siku hawa. Basi wakawa wameingia kwenye gari na wakawa wametoka kabisa kutoka eneo hilo, wakaenda mbali huko kwenda kuzungumza. Raga akawa amemuuliza Feri, mbona unalindwa sana? Feri akasema kwamba hajui ni kwa nini baba yake ameamua kufanya hivyo. Amemwagizia walinzi ambao wanamfuata kila mahali. Wakapata nafasi siku hiyo walikuwa pamoja. Sasa baada ya muda, Feri akawa anatengeneza nywele. Raga akawa amejitolea mara moja kwenda kumbana hizo nywele, na akawa amembana kabisa kwa upendo mkubwa. Binti anakuja kuangalia akasema, perfect, umepatia vizuri sana. Raga akatumia nafasi hiyo kutiririka mashairi yake, kuelezea hisia zake za ndani ya moyo wake kwa Feri. Akasema kwamba mimi ninakupenda sana, na nakupenda sio kama rafiki, ninakupenda kama mpenzi, nakuhitaji sana katika maisha yangu. Jamaa anasema kwamba kwa muda ambao amekaa mbali na Feri ni kama amepoteza kitu cha muhimu sana kwenye maisha yake. Feri akawa ameshangaa sana baada ya kusikia hivi, akataka kuondoka hapo, lakini Raga akawa amemshika mkono, akahamasisha anachokizungumza kwamba anamaanisha. Feri akasema kwamba lakini unajua mimi naenda kuhama na kuwa mbali na hili jimbo, naenda kuishi Surabaya huko. Raga akasema kwamba umbali sio kikwazo, muhimu ni wewe kujali hisia zangu tu, mawasiliano yapo, sitakulazimisha katika hili, fikiria kwa utulivu kisha nijulishe maamuzi yako. Feri akawa amekubali tu, lakini kwa mbali ni kama amefurahi baada ya kugundua kwamba Raga anampenda. Raga akawa amemrudisha binti Feri nyumbani kwao. Binti kama jinsi ambavyo ametoka kwenye hii nyumba ndivyo hivyo akawa amerudi ndani ya nyumba kwa kurukaruka hivyo. Baada ya kufika ndani akawa amejulisha Raga kwamba nimefika ndani salama, na akawa ameahidiana kwamba kesho watapatana kwa ajili ya chakula cha mchana. Sasa Feri akiwa huko akahisi kiu, akamsikia baba yake anazungumza na mtu kwenye simu. Huyo mzee ni mtu wa dili. Baba yake anamkana, anasema kwamba mimi sio baba yake Feri, mimi ni jamaa
mbali tu mshikaji anaongea na watu ambao wanadili na kununua viungo vya wanadamu kinyemela ili waje hapa. Mshikaji anasema kwamba tayari ana mzigo na mzigo huo ni Feri, na Feri akasikia kila kitu kwamba anapigiwa mnada, anatakiwa kuja kuchomolewa baadhi ya vitu hapa. Feri akiwa na hofu akawa mangusha ile glasi chini, na Andrea akawa amejua kabisa kwamba huyu binti kajua kila kitu. Binti mara moja akawa amejaribu kutoroka kutoka kwenye hilo eneo, akawa ameingia kwenye gari, na hivi sasa anajua kuendesha gari, akawa amepiga gia akashika njia hiyo mara moja mbio, lakini wale walinzi wakawa wanaendelea kumtafuta. Sasa binti kutokana na roho yake, mbele kuna bodaboda mmoja, walinzi wako hapo, binti akawa amesimamisha gari mara moja. Andrea akawa amefika hapo na akawa ameridhibiti lile gari, akawa amemchomoa Feri na akawa amemrudisha nyumbani. Upande wa mzee Joan alimwomba Rama kama kawaida afuatilie kuhusiana na habari za Andrea. Rama akawa amefika hapo akamwambia mzee kwamba ulikuwa sawa kuhusiana na hisia zako kuhusiana na Andrea, kwa sababu Andrea Harisi baba yake Feri amefariki dunia, na huyo ambaye yuko na Feri ni mdogo wake baba yake Feri. Huyo jamaa yeye haitwi Andrea, anaitwa Andra Grada. Huyo jamaa ana historia mbaya sana kuanzia masomoni kwake. Mara nyingi amekuwa akikamatwa sana na makosa ya kuuza madawa ya kulevya, pia anahusishwa sana na tuhuma za uuzaji wa viungo vya binadamu. Joan baada ya kusikia hivyo akawa amechoka, akajua kabisa hapa ni hatari kwa Feri ndio inaenda kumkuta. Akawa amempigia simu kijana wake Raga, akamwambia kwamba najua umekwisha kukutana na Feri. Raga akasema kwamba ndio, na leo nina miadi ya kukutana na Feri kula chakula cha mchana. Baba akamwambia kwamba Feri hayuko salama kwa sababu baba aliyenaye si baba yake Harisi, na mtu huyo sio mtu mzuri kabisa, Feri yuko hatarini. Raga baada ya kusikia hivyo hakutaka maelezo mengi sana, lakini mzee akawa amemkatalia, akamwambia kwamba usiende peke yako huko, subiri nijulishe polisi. Lakini Raga akawa amekata simu mara moja, akaenda kumpambania Feri ili kumwokoa upande huo, japo ilikuwa ni hatari kwa upande wake. Upande wa Feri yuko ndani ya nyumba, mnunuzi wa viungo alikuwa amefika hapo, biashara inatakiwa kuanza kuzungumzwa. Sasa wakati wanazungumza hapa nje, Raga alikuwa anasikia kila kitu na akawa amejua kabisa hapa Feri kitaenda kumlamba. Akawa amepigiwa simu na ndugu zake, wameshapewa habari na baba yao, tutumie location tuje. Raga akawa amekataa kwa mara ya kwanza, akihisi kwamba atawatia hatarini ndugu zake, lakini baada ya kumhamasisha sana na shinikizo kubwa sana, Raga akawa amewatumia eneo alipo yeye. Mara moja akawa ameingia ndani kwenda kumwokoa Feri. Ndani biashara inaendelea, mnunuzi anasema kwamba kutokana na bidhaa nitakulipa 50%. Andrea akawa amekubali zoezi lifanyike chap chapu, ikiwezekana ni siku hii. Raga baada ya muda akawa amefanikiwa kuingia ndani na akawa amemuona Feri, akawa amemshambulia mlinzi wa kwanza. Kazi ni kumtoa Feri hapo, lakini sasa akawa amezidiwa na mlinzi kwa sababu mlinzi mwingine aliongezeka hapo. Kwa hiyo hapa biashara inaenda kunoga zaidi kwa sababu kuna pesa nyingine imejiongeza yenyewe. Nje ya nyumba, Jordan na ndugu zake wakawa wamefika hapo, wakaona gari la kaka mkubwa liko eneo hili, wakawa wamejua kabisa wako sahihi kwenye eneo. Wote wakawa wameruka ndani. Mpango ilikuwa ni kuingia ndani ili kumuona Feri pamoja na Raga. Kweli baada ya kufika hapo wakawa wametambua na wakawaona walipo. Muda mfupi baadaye ikabidi watengeneze mpango wa makusudi ili kumuingiza mkenge mlinzi, na wao kweli wakawa wamefanikiwa kuingia mpaka ndani. Mlinzi yeye akawa anajua wako wawili, kumbe Jordan yuko nyuma, akawa ametokea na akawa amemzima. Wakawa wamefanikiwa kuwafungua Raga pamoja na Feri. Baada ya kutoka hapo, Hega anapenda ugomvi, akawa amemwaga mlinzi hapo kwa konde moja. Baada ya kuingia kwenye gari wakawa wametoroka kwa kutumia gari la Raga. Sasa kama wanavyosemaga Waswahili kwamba kufa kwa nyani miti yote uteleza. Wakiwa njiani, gari hili lilikuwa limepata hitilafu. Kutoka nje ni tairi, wanahitajika kupata tairi nyingine. Wanalitoa wapi kwa muda huo? Kwa mbali wakuona kama kuna watu pengine wanaweza kuwapa msaada, lakini baada ya kukaza macho vizuri wakatambua kwamba ni wale watu ambao walikuwa na wakimbiza wamefika eneo hilo. Vijana ikabidi kugawanyika ili kuona namna gani ambavyo wanaweza kuwadhibiti watu hao waovu. Kweli kwenye 1 na 2 kila mmoja ni kupambana kwa namna yake. Wakawa wamepambana na wakawa wamefanyikiwa kweli kuwatuliza wale watu wote chini. Raga mara moja ametumia simu ya huyu mmoja kati ya wale watu waovu, akawa amewapiga picha na akawa amemtumia bosi wao, akamwambia kwamba sahau kuhusu Feri, hautompata kamwe. Sasa huo ujumbe baada ya kumfikia Andrea na yeye akawa amemtumia mzee Joan ujumbe kwamba hautokaa kwa amani kamwe, lazima nitaendelea kumtafuta Feri na nitampata tu katika maisha yako, na lazima nitahakikisha na kuharibia wewe kila kitu. Sasa kwa sababu Joan alikuwa anampenda sana Feri, akawa amemuuliza huyo mshikaji, unahitaji fedha kiasi gani ili umwache kabisa Feri? Mshikaji akasema kwamba kwanza kuna mahali inabidi tukutane. Akawa amemtumia anwani, uje peke yako, usimjulishe polisi wa aina yoyote. Mzee akawa ameomba Rama amletee kiasi kikubwa sana cha fedha, mpaka Rama mwenyewe akawa ameshangaa. Baada ya muda Feri akawa amerudi nyumbani hapo na vijana wote 4. Binti akawa amewashukuru wote kwa moyo wao wa upendo wa kujitolea hata kuingia katika hatari kwa sababu yake. Wakiwa hapo, Rama akawa ameleta zile pesa alizoombwa na huyu mzee. Mzee Joan akawa ametoka mbele ya watoto, hakutaka kabisa watoto wasikie kuhusiana na hili jambo. Akaenda kuzungumza na Rama sasa bila yeye kujua kwamba Raga alihisi kitu
tu. Hivyo akawa amesogea, akawa amesikia kila kitu kinachozungumzwa na huyu mzee. Akawa ametambua kwamba mzee ana mpango wa kwenda kumpelekea pesa Andrea asisumbue familia yake. Raga baada ya kutoka hapo akaenda moja kwa moja kwenda kumkabili mzee kwamba hizo pesa unampelekea huyo mtu, una uhakika atamwacha Feri kuwa salama? Mzee akasema kwamba anayafanya yote haya kwa sababu ya Feri, hahitaji kabisa Feri kimkute chochote kibaya, lazima hakikishe Feri yuko salama. Raga akasema kwamba sawa, sitaingilia katika maamuzi yako, lakini nitumie location ambako wewe unaelekea. Mzee akawa amefanya hivyo. Raga baada ya kutoka hapo akaenda kuwaambia wenzake wote, wakuwa wamejitokeza kwa ujasiri, wakasema kwamba wataambatana pamoja na Raga, hawawezi kumwacha Raga ende yeye mwenyewe katika hilo eneo, lazima waende kukiwasha. Kweli wakuwa wameenda huko kwa siri siri. Mzee Joan akawa amekutana na akawa amempatia pesa kwa hasira na akamwambia kwamba kaa mbali na familia yangu pamoja na Feri. Andrea baada ya kuchekuli mzigo, kweli pesa zipo za kutosha. Sasa huyu mshikaji alikuwa na tamaa kibao, akawa ameomba mpaka na saa ya huyu mzee alikuwa ameivaa kwa sababu ni saa ya gari. Jamaa akasema kwamba kwa sasa ni kama umeshinda, lakini isikupe moyo sana kwa sababu naweza nikahitaji pesa nyingi zaidi. Wakati anaenda kuingia kwenye gari, mara pa Feri kafika hapo. Sasa binti akawa amemuuliza huyu mjomba wake, kwa nini una moyo wa namna hiyo? Yaani kwa nini mimi unifanyie hivyo na mimi wewe ni mjomba wangu? Mshikaji akasema kwamba mimi sijali chochote kuhusiana na damu, nachojua mimi ni pesa tu. Binti akasema kwamba sawa, afadhali kidogo nieleze kuhusiana na mama yangu na baba yangu, japo kwa kidogo tu. Je, ni kweli mama yangu amefariki? Mshikaji akajibu kwa hasira kwamba mimi sijui chochote, nina miaka 10 sijawahi kumuona mke wa Andrea. Mimi nachojua ni kwamba walikuacha kwenye kituo cha kulelea watoto yatima na walitamani kukufuata lakini ilishindikana. Hilo ndilo nalojua mimi. Wakati anaenda kwenye gari, mzee kuwasha gari iliwaki, kuwasha gari iliwaki, mara akaona vijana wa John wamefika hapo, wakaonesha kabisa kwamba wao ndo wameliharibu hilo gari. Andrea akajua kabisa hapa nimeingia cha kike leo. Baada ya muda tunaonyeshwa vijana wakiwa nyumbani wanaangalia TV leo. Kwa nini wanataka kuangalia habari kuhusiana na Andrea? Na kweli ilikuwa imepatikana habari kwamba Andrea amekamatwa na amerudishwa gerezani, na imekuwa kawaida yake. Yaani jamaa ana miaka 2 tu tangu atoke jela, karudi tena huko. Na vile akawa amezima TV kwa sababu aliona kama inamuumiza Feri. Akamwambia Feri, rudi katika maisha mapya, haya ndo maisha yako, hii ndo familia yako. Wakawa wamezungumza kuhusiana na kuandaa sherehe ya kuzaliwa kwa Raga, wakawa wamepanga walioyapanga. Siku iliyofuata Feri akarudi shuleni. Kwa sasa yuko na vijeba vyote 4, viko kama walinzi wake binafsi. Watu wanashangaa, mpaka Chloe mwenyewe anashangaa. Amepambana sana kumwangusha huyu binti, lakini ndo kwanza nyota yake inazidi kung'aa na anazidi kupendwa na watu ambao yeye alitamani wasimpende. Raga kwa sasa amebadilika kabisa. Mshikaji hata ukimwagia saizi kinywaji halalamiki. Ndo kwanza nakupa na ushauri ni kuweka mkono tu kwenye bega la Feri, anaenjoy maisha. Wakati wa chakula cha mchana, Chloe akaenda tena kujisogeza. Jamani, huyu dada ana ujasiri kwa kweli nyinyi. Akaenda tena kuzungumza na Feri, akasema kwamba anahitaji kuzungumza na Feri faragha. Marafiki wengine wakawa wameondoka hapo. Binti akawa ameomba radhi kwa Feri kwa vitendo vyote vilivyotokea huko nyuma. Akawa amejifanya mwema sana tena kwa Feri, akasema kwamba anahitaji tena wawe marafiki, na kwa sasa akaahidi atakuwa makini na atakuwa mwema kabisa kwa moyo wake wa upendo, na atampenda kweli kama zamani jinsi ambavyo walikuwa wanapendana katika kituo cha kulelea watoto yatima. Feri akamwambia kwamba kwa sasa nashindwa niamini kipi kinachotoka kwenye mdomo wako, kwa sababu sijui kipi cha ukweli, kipi cha uongo. Sasa binti Chloe kafika hapa, lengo lake kubwa anahitaji kupata mwaliko ili aende kwenye pati ya Raga ya siku yake ya kuzaliwa. Sasa akiwa hapo, Feri ni dhaifu sana baada ya kumuona mtu ambaye anampenda anamhamasisha kama hivi. Rafiki yake Feri, Shania, akawa amefika hapa, akajitokeza maana akaona kabisa huyu binti Feri atatuingiza mkenge tena. Akamwambia Chloe kwamba wewe mara nyingi huwa unamtafuta Feri ukiwa unahitaji kitu tu, yaani kama unahitaji jambo lako kwa Feri ndo unajisogeza kwa Feri, si ndio? Akamfukuza, akamwambia kwamba ondoka, kaa mbali na Feri. Binti akaona kawekwa wazi, kabidi kuonesha tu kwamba lengo lake alikuwa kuwa rafiki yake na Feri. Akaanza kurusha vijembe, akamwambia kwamba Feri, kila mtu unayekuwa karibu naye vitu vyake lazima viharibike. Umeingia tu kwenye maisha ya mzee Joan, umemtia hasara, na kwa sasa niko hapa, tutaona kama utaingia kwenye mahusiano na Raga, kwa sababu kila mmoja bado anaamini kwamba wewe ni mtoto haramu wa Joan. Licha ya Joan kukusaidia, lakini bado unaendelea kumuumiza. Shani akaamua kumtoa kabisa Feri kutoka ile eneo. Hili la kuharibu familia ya Joan, binti lilimuumiza sana. Jioni baada ya kufikiria sana na akawa ameshia mawazo mengi sana na Miss Ida, akaenda moja kwa moja kwenda kumuona mzee Joan. Yaani huyu binti kitu kidogo tu anafanya maamuzi. Akamshukuru kwa kumlea, kwa kumtunza, kwa kumpa upendo kama mtoto wake wa kumzaa, na akasema
kwamba inabidi tu cancel hizi harakati za kunifanya mimi kuwa mtoto wako. Binti kafanya hivi kwa sababu mpaka sasa hivi haamini kama wazazi wake wapo hai ama wamekufa, kwa sababu kwa mujibu wa Anbra alimwambia kwamba mama yako alitamani kuja kukufuata lakini ilishindikana. Kwa hiyo binti anahitaji huyu mzee swala la yeye kumfanya kuwa mtoto wake walifute. Mzee akasema kwamba mimi siwezi kukulazimisha kwa kila kitu, mimi nimetokea kukupenda kama mwanangu, nitaendelea kukutunza, nitaendelea kukujali, nitaendelea kukusapoti kwa kila namna, hata kwenye masomo lazima nitaendelea kukusomesha, lakini na kuhitaji uje katika siku ya kuzaliwa kwa Raga. Binti akawa amekubali. Siku iliyofuata Jordan akawa amempeleka Feri kwenda kupigwa urembo, watu wakawa wamejinyuka vizuri, binti kawaka, wakawa wamempeleka moja kwa moja kwa Raga. Raga mwenyewe baada ya kumuona Feri mateni anatelezeka kwa vituo. Leo ndo siku yenyewe ya pati, watu wakawa wamefika hapo kwa ajili ya kuja kuburudika, wanafunzi wengi wakiwa hapa. Baada ya kufurahi siku hiyo, Hema na yeye yuko hapa, akawa amepata nafasi ya kuzungumza na Feri. Raga anasikia kila kitu anachozungumza, mshikaji anatamani hata kwenda kumtia mangumi, lakini atafanya nini? Hema akawa ameamua kuelezea hisia zake kwa Feri kwamba anampenda kwa siku nyingi, anamuhitaji kwenye moyo wake, anamuhitaji tena kwenye maisha yake, yani jamaa anamuhitaji sehemu zote binti Feri. Feri akamwambia Hema kwamba siwezi kukukubali kwa sababu sina hisia na wewe za kimapenzi, lakini ndani ya moyo wangu tayari kuna mtu mwingine, jambo ambalo lilimfanya Hema kujisikia aibu kidogo. Akawa muomba radhi kwa kusema ukweli wa moyoni mwake. Binti akawa amependekeza tu wataendelea kubaki marafiki, wataendelea kushirikiana kwenye kila kitu. Hema akawa amependa hata hilo, japo yeye alitamani sana kuwa mpenzi wake. Wakati Feri anatoka kwenye hii pati, anajaribu sijui kwenda kupigwa upepo, sijui ndo alikuwa anatoroka, akawa amekutana na Raga nje. Raga akawa amemuuliza Feri, vipi kuhusiana na hisia zangu? Feri akamwambia Raga kwamba siwezi kukukubalia Raga. Akamwambia usinisumbue tena kwenye hili. Alo, hii siku ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa Raga, lakini mambo yalibadilika, mambo yakaanza kwenda tafurani. Furu mawazo, akaanza kuwaza pengine amekataliwa kwa sababu ya mambo yake huko nyuma, ama amekataliwa kwa sababu ya kipi haswa. Sasa sio kwamba Feri alifurahia haya mambo yote, yuko sehemu analia huko. Raga kama amemfuata huko Feri tena. Raga akaanza kurusha maneno ya mashairi kama Mlisho Mpoto, anasema kwamba mimi ni mjinga, labda kweli mimi ni kipofu, nimekuwa mpumbavu, lakini ni kweli nimependa, siwezi kukuona unalia na nikakaa kimya. Jamaa akawa amekiri kwa uwazi kwamba anampenda sana binti na yuko tayari kuanzisha maisha mapya na Feri. Yuko tayari jamaa kuonekana mjinga mbele ya watu. Akawa amemfariji binti kwa upendo mkubwa sana. Feri akasema kwamba siwezi kujiunga na familia yako kwa sababu ninaonekana kuwa tatizo moja kubwa sana kwenye familia yako. Raga akasema kwamba haijalishi, hata kama itatokea nitapambana na hayo matatizo yatakayojitokeza. Mimi niko tayari kwa ajili yako, niambie hisia zako za kweli juu yangu. Kweli Feri hauna hisia na mimi? Kama ni ndio, mimi nitatengana na wewe, sitakusumbua kabisa kuanzia sasa. Feri akawa amesita, akasema kwa machozi. Feri akathibitisha kwamba anampenda Raga pia. Yo, asikwambie mtu. Raga alifurahi huyo, akamkumbatia Feri, akasema kwamba kuanzia sasa nitayafanya maisha yako kuwa mazuri kama kipepeo. Feri akafurahi sana. Hatimaye hisia zao zimekuwa sawa kwa hawa watu wawili. Wagomba nao ndio wapata nao, lakini sio huku Bongo nyinyi mtatoana macho. Muda wanaenda kupigana busu la upendo, sijui kina Jordan na Viro na Iga walitokea wapi hawa, wananiuzi mimi. Wakasema kwamba wamesikia yote waliozungumza na wakawa wamewapa hongera kwa hatua zao walizofikia. Feri akasema kwamba nimemwambia baba yenu kwamba mimi sitokuwa tena mwanafamilia yenu, yani mimi sitokuwa tena dada yenu. Wote wakawa wamekubali kwa sababu tayari Feri ni mpenzi wa Raga, kwa hiyo haina shida, bado wako naye kwenye maisha yao na wanatamba naye. Usisahau subscribe, usisahau kushare na kulike. Subiri kigongo kingine.